إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكيا رحمة mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uislamu watukufu, hakuna asiyejua ya kwamba Ramadhani imeazimia kuondoka na haikubakia katika masiku ya Ramadhani isipokuwa masiku machache, na hayakubaki katika masaa ya Ramadhani isipokuwa masaa machache. Hivi tunavyozungumza hivi sasa tuko kwenye kumaliza 10 la mwisho baadhi ya masiku yaliyobakia, ikiwa leo ni Ijumaa ya mwisho insha Allahu Taala kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ametakasika Mwenyezi Mungu anayepeleka masiku na miaka na miezi. Ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeandika kumalizika na kuisha kwa kila jambo na kwa kila kitu isipokuwa yeye peke yake jalla jalalu. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu shay'in halikun illa wajha. Kila kitu kitamalizika na kitaondoka isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika iman, ni haki kwa wakweli walie kwa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni haki kwa wakweli walie kwa kumalizika masiku matukufu haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni haki walie waumini kwa kuondokewa na masiku yanayofungwa ndani yake mashaitani na yakafunguliwa ndani yake milango ya pepo. Hivi ni vilio vya haki na ni vilio vya kweli kwa kila ambaye anajua thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hongera na pongezi kwa waliofanya mema bila ya kupoteza wakati, wakakaa mbali na mambo ambayo ni maovu. Vile vile tuba, hongera kwa wale ambao wamezitengeneza nafsi zao wakaziadabisha kutokamana na maasi tofauti, na hongera kwa wale ambao walifunga Ramadhani ikiwa ni ibada na sio ada. Kisha taazia, tunawapa pole wale waliopoteza nyakati zao kwa kufanya mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
wakapoteza nyakati hizi za Ramadhani katika lahu, mambo ya upuzi na ujinga na maasiya. Mchana wake wakaupoteza kwa kulala kwa wingi na kughafilika. Walie wenye kulia kwa hasara kama hii, lakini pia vile vile hawavunji moyo watu wa sampuli hii, bali wanatakiwa wapatilize masiku matukufu yaliyobakia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili wasiingie katika neno au katika maombi aliyoyaomba Jibril alayhi salatu wassalam kwenye hadithi iliyosihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, atani Jibrilun, alinijilia mimi Jibril alayhi salatu wassalam, faqala, kasema, ya Muhammad, ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rama anfu mri'in man adraka Ramadhana, ameangamia, amekhasirika, amepoteza, amefanya kila la kufanya ambalo ni la khasara, mtu ambaye adraka Ramadhana, Ramadhani imemkuta, bali haikumkuta tu, imemkuta akaifunga na ikaimaliza. Falam yughfar lahu, lakini asisamehewe mtu dhambi zake. Qul amin, sema amin ewe Muhammad. Hii ni dua Jibril aiomba. Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, faqultu amin, nikasema nini? Nikasema amin. Hadithi hii ndugu zangu ni yenye kumtia hofu kwa kila aliyezembea na akapoteza masiku ya Ramadhani. Hofu inakujaje? Hofu inakuja aliyeomba na aliyeitikia. Ukiwafahamu hawa wawili utakuwa na hofu na hii dua. Wa kwanza ni aminul wahyi, ni mbora wa malaika anayeteremsha wahyi. Mungu akizungumza lolote, malaika wote mbingu zote saba wanapotolewa na fahamu kwanza, Mungu anazungumza ili Jibril asikie kwanza anachokitaka, kisha akisikie Jibrili ndio watu wengine waambiwe haya sasa inukeni na nyinyi. Jibril kipita, kila mmoja amuuliza madha qala rabbukum, amesema nini Mola wetu? Jibril awaambie amesema haki, amesema haki. Hunde Jibrili huyu ni yule ambaye aliyekuwa akimteremshia mtume wahi. Jibrili huyu ni yule ambaye alikuwa akiteremka kila Ramadhani akimfundisha mtume na kumfanyia murajaa Qur'ani. Jibrili huyu ana ubora wa kipekee. Nazala bihi ruhul amin, na miongoni mwa malaika wanaoteremka katika Lailatul Qadri ni Jibril. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wama adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu, na Jibril naye vile vile. Sasa huu ndiye Jibril. Kwa hivyo yeye ndiye aliomba hii dua, ewe Muhammad, ameangamia yule ambaye Ramadhani imemkuta kisha asisamehewe. Bonge la dua shekha hilo, kutoka kwa mbora wa malaika wote. Kisha aliyeitikia sasa ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, afdalu khalqillahi, mbora wa viumbe wa Allah tabaraka wa taala, kipenzi cha Mola wetu jalla jalaluhu, mbora wa manabii wote kushinda manabii. Wa kwanza atakayeingia katika pepo kwa amri ya Allah, kuambiwa yule mwenye pepo pale aliyewekwa
usimfungulie mtu yoyote wa kwanza isipokuwa Muhammad ibn Abdullah. Huyu ndiye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa huyu ndiye aliyeitikia hii dua. Hivi huna wasiwasi bado? Una matatizo. Wallahi una matatizo. Hivi Jibril aombe dua, kisha itikii ni Mtume Muhammad, kisha umeketi huna wasiwasi, una matatizo ndugu yangu. Lakini sidhani kama kutakuwa na mtu ambaye atakosa wasiwasi katika dua hii aliyoiomba Jibril ikaitikiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu atuamshe sote katika usingizi wa kughafilika na atufufue pamoja na waja wake wema. Man amila salihan falinafsihi, atakayefanya mema ajifanyia nafsi yake. Wa man asaa, na atakayefanya maovu fa alaiha thumma ila rabbikum turjaun. Hii ni sehemu ya kwanza katika khutba yetu ya leo, ya kwamba Ramadhani imeshika barabara ya kwenda zake na yakaribia kufika pale ambapo imekusudia. Ni juu yetu sisi, kwa waliojibidiisha kuanzia na mwanzo kuongeza juhudi, na tuliozembea toka na mwanzo, masiku yaliyobakia hata kama siku 2 si sawa na masiku mengine, tupambaneni kwa ibada na kufanya yote ambayo ni ya kheri, na tujue ya kwamba Ramadhani hii huenda ikawa ni Ramadhani yetu ya mwisho. Kwa hivyo tupatilize kabla haijamalizika. Ndugu zangu katika iman, kwenye madrasa hii ya saumu tulioianza ambayo ina siku 29 mpaka 30, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katufundisha somo la subra na somo la kiu na somo la njaa, na katufundisha katika madarasa hii ya saumu ya kwamba ikiwa umekaa njaa kwa siku nzima, wala haiishi kwa njaa, yaanza kwa njaa tu, lakini ikimalizika humalizika kwa kuchefua mazingira. Ikiwa tumeishi hivyo kwa masiku 30 au 29, chukua mafunzo kwamba kuna wanaoishi hivyo miaka yote, miezi yote, siku zote, masaa yote. Wewe umambiwa subuhi, ikifika magharibi ukisikia ukimsikia muadhini wetu hapa akipiga maiki, huwa ushatengeneza mkao, wataka kurusha makombora ya Irani. Sasa kuna watu miaka yote, miezi yote, siku zote, maisha yao ni haya. Tena bado kuna kuja tofauti. Sisi twafungua magharibi, wao malamtana hawali na hawajui kwamba kuna guarantee ya kula. Ni kwenda mbio, imepatikana sawa, hakikupatikana ni watu wangangane tu hivi hivi, siku ipite mpaka siku ya pili. Hili ni funzo tukua katika madrasa ya saumu. Yaani umejifunza kwamba kuna wenzetu wanapitia haya. Kisha tumejifunza ikiwa wewe una subra, jifunze kwamba kuna wenye subra kukushinda, wanaoziwia njaa siku zote. Wewe umeiziwia kwa masiku 30, kisha umeizuia kwa masaa. Wenzako wazuia njaa miaka yote kwa masaa yote. Umeona tofauti hiyo? Ni tofauti kubwa sana. Lazima ulifahamu hili. Ukilifahamu utakuwa mwepesi. Ukimuona mwenye matatizo utataka kumsaidia bila ya kuangalia kulia wala kushoto. Sasa swali hili ndugu zangu katika iman, baada ya madarasa ya Ramadhani au ya saumu kutufunza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuwekea sheria na katuwekea ibada tutakayo jikurubisha kwake na kusafisha saumu zetu katika yale pungufu tulioyafanya, na kuleta ushirikiano kwa wenzetu ambao wana matatizo ya siku zote. Ala wahiya zakatul fitri, hiyo qurba au ibada au sunna aliyoiweka
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni zakatul fitri. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, asema Ibn Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kafaradhisha, si jambo la kupendekeza, kafaradhisha, ni lazima. Kafaradhisha nini? Zakat alfitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafathi. Kafaradhisha zakatul fitri kwa kumsafisha yule aliyefunga kutokamana na mapungufu na majanga aliyoyafanya. Wa tu'matan lilmasakin, ikiwa ni chakula kwa wale ambao ni maskini. Hayo ndio malengo ya zakatul fitri. Tumefahamiana ndugu zangu katika iman. Man addaha qabla as-salah, atakayeitoa zakatul fitri kabla ya sala. Ama wengine wema walikuwa wakitoa siku 2 nyuma, yani leo tuseme ni 29, kuanzia 28 hata 27 watu wanatoa zakatul fitri. Atakayeitoa zakatul fitri kabla ya sala fahiya zakatun maqbula, hiyo zaka imekubaliwa, kwa maana utakuwa umeitoa kwamba ni zakatul fitri. Na atakayeitoa hiyo zaka baada ya watu wamesali, fahiya sadaqatun min as-sadaqati, itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka nyingine tu. Hadithi imetufunza mawili. La kwanza, wakati wa kutoa zakatul fitri ni kabla ya watu kuswali, na unaweza ukaanza siku 2 nyuma. Kisha tumejifunza kwamba zakatul fitri kwamba ni fardhu ainin, ni wajibu, ni lazima. Tuangalianeni kwa uzuri, kila mmoja akodoe mato hapa. Zakatul fitri ndugu zangu ni lazima, sio khiari. Tumefahamiana? Tayib, unamtolea nani na nani? Unamtolea zakatul fitri. Zakatul fitri anatoa Muislamu mdogo au mkubwa, mume kwa mke, mtu anatolea yeye na familia yake, wanawe. Na hata kile ulichopewa na wenzako cha zakatul fitri unatakiwa ukitoe chakula kitakachokutosheleza wewe siku ya Idi. Ukiona hichi nilicho nacho naweza nikala usubuhi mpaka jioni kwa hii siku ya Idi, kilichobakia chote unatakiwa utoe. Usifanye ration ya kimpango. Tumelewana? Usiweke ration ya kimpango, manake umepewa kilo 20 na huyu, ukapewa 40 na yule, ukapewa 30 na mwingine. Sasa ukatoa zile kilo zako za kula siku ile. Sasa zile nyingine badala ya kuzipeana wakasema hizi zitansukuma hizi paka Idul Adha, zitansukuma hizi kilo 40 za mchele zitanisukuma mpaka Idul Adha. Hakuna mpango huo. Unachotakiwa ni utoe kile ulichopewa maadamu kimezidi siku yako ya Idi. Kwa maana hiyo sisemi hakuna ambao hawana uwezo, takatufahamiane. Hawa wasiokuwa na uwezo Mungu si yajua kwamba hawa hawana uwezo. Amepewa kilo 1 pengine na jirani yake, na yeye ana watoto na mke, kilo 1 ile ikawa ni yake ya Idi peke yake. Huyu tumweke ni kando, hatumzungumzii huyo. Twazungumza namba kubwa ambayo iko katika Waislamu. Namba kubwa ni kwamba ni watu wenye uwezo na hawatoi, na hana mtu sababu ya kutokutoa, basi tu ni kiburi na inadi na kuona kwamba hili njambo si lazima, si muhimu. Zakatul fitri ni lazima, na Waislamu, na nitawaambia tena, na sisi tumefunga. Wengi katika Waislamu uwezo wa kutoa zakatul fitri wanao, lakini hawatoi tu inadi. Na hadithi imetuambia faradha Rasulullah,
Mtume kafanya ni faradhi lazima. Hii ni dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili ya kuthibitisha kwamba uwezo uko ni kwamba Waislamu wapatikana kwenye utoaji wa vitu ambavyo havina maana. Mtanielewa tu, tabuni tu. Unajua mimi ni dereva mzuri huwa. Napeleka gari pole pole, kisha na overtake kidogo, kisha karegea kwenye line ile. Tuko highway hapa, sawa? Mtanielewa tu. Hakuna Waislamu ambao wana uwezo wa kutoa zakatul fitri isipokuwa ni wachache. Wengi katika Waislamu uwezo wanao lakini hawatoi. Na hapa tumeambiwa ni faradhi, ni lazima. Na dalili ya kuthibitisha kwamba watu wana uwezo, twatizama Waislamu tulivyo kwenye ambayo si yetu. Makosa mawili haya. Kwanza, wafanya jambo si lako, si la dini yako. Mbili, ukatoa na pesa kwenye lile jambo. Makosa mangapi? Mawili. Kisha huyo kukisimama zakatul fitri, kawajua nadhani hii itakuwa kwa wale wenye uwezo. Hapana, wewe uwezo na mengine, ngoja uambie mengine yapi. Pengine unasema mbona hatumuelewi mengine ni birthday. Hapa tukisema kila mtu aseme ukweli wa nafsi yake kuhusu birthday, tutakaobakia watatu tusiosherehekea birthday hapa, lakini namba kubwa itatoka ni watu wa birthday hapa msikitini. Hapa tunapozungumza sahihi, si watu wadogo, si watu wazima. Watu wazima na meno hawana, bado huvuvia keki tu. Alafu wewe ukiambiwa ya kwamba hii ni zakatul fitri toa, wasema mimi sina uwezo. Hivi waulize, tutakuja mbele zakatul fitri kiwango gani? Katika hadithi ya Ibn Umar kasema unatoa zakatul fitri sa'an min tamrin. Hivi vipimo vya wakati ule. Wakati wetu wanazoona wanasema karibia kilo 3, ama unafanya kilo 3, sawa? Mchele unaokula kwa haraka kilo 3, kilo shilingi 300, kilo 3 ni shilingi 900, fanya 1000. Haraka hesabu hiyo. Kwa hivyo kila Ramadhani watakiwa utoe zakatul fitri, gharama yake ni shilingi 1000. Tumeelewana? Tayib. 1000 mtu hana maskini hana. Sasa tuje kwenye hisabu ya mtu ambaye ana familia ndogo kabisa, ndogo. Huyu ni mke na mume na mtoto huyu. Usipige familia kubwa, mtoto huyu. Tuanze birthday. Tuanze na baba. Birthday yake gharama ya chini kabisa ni shilingi 5000. Keki 3000 na vibofu na krimu na nguo ya kuvaa, shafamu, na kupakwa rangi 5000 kwa uchache, yani hiyo. Huyu mbaba hajaketi vizuri, happy birthday my wife huyo. Ngapi nyingine hizo? 5. Zimekuwa ngapi? 10 kwa mwaka 10. Hakujaketiwa vizuri, baby boy happy birthday, mtoto. Sasa hizo ni 5 nyingine. Kwa hivyo kwa mwaka venye birthday, mtanisamehe, kwa mwaka nyinyi kila mwaka kwa bei ya chini na gharama ya chini 15000 munazo za kutumia kwenye upuzi. Nasema ni upuzi. Wala hujaambiwa na mtume yoyote, mwanachuoni yoyote, wala shekhe yoyote ya kwamba wewe umeletwa hapa kuvivia keki na mishumaa usherekee birthday. Lakini watu wayafanya hayo. 15000 hizo zikaenda, eti hayaingia akilini. Mimi hayaingii kwenye akili maneno hayo. 15 unazo. Lakini ikija kwenye zakatul fitri 1000, hata ukisema watolea familia yako, mke, mtoto na wewe, shilingi ngapi? 3000 kwa mwaka. 3015. Wapi na mbingu na ardhi jamani. Hebu watu wanche Mungu na watu waone haya.
na watu wamche Mungu haki ya kumcha. Hivi huoni haya kuzitoa kwenye birthday kisha kwenye zakatul fitri huoni haya? Na imekuwa kilo namwambia corona salala, corona imemalizika leo, kilo namwambia kujua corona ilivuruga bia. Hapana, sema hutaki kutoa, usingizie corona hapa. Haya, huyo birthday hatujamaliza, kuna miujiza, kuna day hizi day sisi aloleta nani ntarantara hizi. Hajoketi vizuri wacho hukumbuka wale anniversary day my wife. Anniversary day ngara nyingine hizo, kukodishwe mahoteli na makoteji na manini, wacho waende wakalale wale vyakula. Mimi nataka kwenda hoteli iko na seafood mtele shilingi 1000 huna wa zakatul fitri. Hakujamalizika anniversary, Mother's Day imekuja, wacho panga zawadi za kumpa mama sasa apewe. Hakujaketiwa vizuri, Father's Day, mara Jiddo Day, Ameme Day, pesa zote zimekwisha kwenye day. Haya, mpe Mungu zakatul fitri tena kwa malengo yako wewe, wasema huna. Hivi hatuoni haya sisi? Tumcheni Mungu na tuwateni kiburi na tuwe na istijaba ya Mwenyezi Mungu. Bila hivyo Mungu atatuadhibu kwa istijaba ya shetani, kama alivyosema Ibn al-Qayyim. Na halikuanguka maneno hayo ya kwamba miongoni mwa mitihani Mwenyezi Mungu, akikupa amri zake usizifuate, hukujalia ukawa ni mwenye kufuata amri za sheitani. Maana birthday kusherekea ni amri ya ibilisi, si amri ya Mungu. Umeikimbia zakatul fitri, waona tatoaje 1000, Mungu amekuleta kwenye janga la kumsikiza shetani. Sasa umekimbia nini? Wajafanya nini? Umekimbia nini kisha waja kufanya nini? Wateni birthday jamani, sababu hili si lenu. Wateni Mother's Day, wateni sijui father, hizi zote day si zenu hizi jamani. Fanyeni yenu, fanyeni mlioambiwa na dini yenu, msifanye ya Rabbi. Mbona tumekuwa hivi sisi? Ukifika kwenye Idul Adha pia watu hawana pesa za kuchinja mbuzi, hawana pia 1015 wapata mbuzi upate. Kwa nini usiseme hizi 1500 za birthday sizifanyii birthday, lakini tahesabu birthday mimi, kisha birthday ya pili niziweke ziwe 10 na ya tatu niziweke ziwe 15, 3000 za zakatul fitri, 1012 natafuta mbuzi Idul Adha na mimi nichinje kutekeleza sunna. Hatuwezi kufanya hivyo? Twaweza, lakini sababu hatuoni umuhimu. Sisi tunataka kupiga kelele, tunataka kupiga makofi na kupakana makrimu na kufanya israf katika chakula na kwenda kununua manguo ya kuvaa siku kwa mtu kuzaliwa. Nyinyi siku zote huzaliwa, hamumalizi tu. Watu wamezaliwa washamaliza siku zao, wewe kitu huzaliwa kila siku, kila mwaka wewe huzaliwa. Hebu maliza kuzaliwa na sisi tupumzike Sheikh. Faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr, mtume kafaradhisha. Sasa kuanzia leo, toka kwenye Ijumaa ya leo ukijua kwamba zakatul fitri ni lazima. Fanya birthday zao hizo za watu wa kimagharibi, lakini jua una dhima ya zakatul fitri, na usipoitoa una uwezo, elewa kwamba una madhambi, unapata madhambi. Usifanye mchezo na dini hapa, usiketizie kila siku uambiwa tu maneno hayo kila mwaka. Zakatul fitri wacha hawatoi, kishindo wacha havana senti, mutazitoa lazima. Na alafu angalia raha sasa, ni kwamba ujumbe umefika. Usipotoi na maana nkiburi, usipotoa nkiburi. Yani kuanzia leo umesikia zakatul fitri ni lazima, kisha usitoe kwamba wewe ni kiburi. Ni kwamba umwambia Mwenyezi Mungu sami'na, tumesikia hadithi za mtume wako, wasaina, na tumeasi. Message send hiyo. Kabla sijashuka, ndugu zangu katika imani, ibada hii Mwenyezi Mungu kaiwekea mwisho ibada ya takbir, kama alivyosema walitukmilul iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Watu wamtukuze Mwenyezi Mungu na wadhihirishe
kutukuza kwao kutokamana na takbir kwenye masoko na kwenye majumba na kwenye barabara, ili kuidhihirisha shaairi hii ya dini yetu ya Kiislamu. Wanaume kwa wanawake, wanawake wanapiga takbiri kwa siri na wanaume kwa dhahiri. Unapiga takbiri ukitembea, tumeelewana? Kuanzia siku ya Idi, ule usiku wa Idi ule, takbiri ndo takiwa zianze. Tumefahamiana jamani? Idul Fitri hiyo ni sunna, watu wapige matakbiri na watoke kwa wingi, na takbiri hazipigwi watu wenyewe huona haya. Nitakwambia watu watanchukuliaje? Watu wataniona mfetu, watu watanchukulia mimi mfetu. Kwa hivyo hiyo atala sunna na aliloamrishwa na Mola wake, kwa sababu ya watu watamuona yeye mfetu. Lakini maskini mengine ya ufetu hufanya, haogopi watamuona fetu, isipokuwa kwenye dini tu watu ndio huonekana mafetu, au sivyo? Watu hufanya mambo sampuli, hatutaki kutaja wenyewe kia mbaya, lakini mambo yako wazi ya upuzi na ya ufetu kikweli kweli. Yaani ukimwangalia tutajua huyu baadhi ya wazi imekatika huyu, lakini wakamuona huu ni star. Kisha tukija kwenye dini ikutambue kwamba wewe ni mwenye dini, watu wakuone wewe mfetu, kisha uliwate la dini. Jamani, tusiendeni hivyo. Kuna ya ufetu mingi tunaoyafanya sisi na tukapita mabarabarani na usijali, na wengine wakatukua na maiki wakaimba. Hakuna wanaoimba hapa kwenye majukwaa na kwenye maskani wakaimba nyimbo za bongo, wala haoni ni aibu wala haoni ufetu. Ati leo takbiri zaidi ni ufetu. Tumepotea sisi Waislamu. Mungu atuhifadhi na tuongoze, lakini tumetoka kwenye barabara itakayo Mungu, tuko kwingine sisi. Na kwa sababu yote haya tukupenda kuiga, kila jambo huiga. Tumeacha yetu ya asili, tumefuata ambayo si ya asili. Watu wajitokeze kwa wingi siku ya Idi wakiwa na maandalizi na mapema. Mimi uzuri wangu utoa mifano, na ile mifano ndio watu hunitukia mara nyingine wakasema hupenda kusema sana, lakini mifano yangu mifano ya hai. Yaani nakupa mfano wewe mwenyewe ukasema hii imeniingia, lakini itabidi ni mtulize tu hapa nyamaze. Tumeelewana? Siku ya Idi kwatakiwa maandalizi na mapema, ili kuonyesha kwamba hii ni siku yetu ya kipekee, siku bora, siku tukufu. Twajiandaa na mapema, lakini sivyo inavyokuwa. Wengi hutolewa salamu kwenye viwanja, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Wao ndio hungia sasa na miswala na mikanzu mikubwa na milemba kwenye mabega, achi huja sasa kuswali Idi. Ulikuwa wapi? Utasema nini? Ulikuwa wapi? Haya, yeye wasema tu yule. Kuna wengine tuko jobu, watoe wenye jobu. Hivi tukisema tuwatoe wale ambao wanafanya makazi ambao hawaruhusa, hawana idadi kubwa, ni wachache. Namba kubwa ni watu hawana jobu, wamepewa livu na mapema, lakini nini? Hawaoni umuhimu wa Idi. Hawaoni kabisa. Ndio maana mtu atakuingilia, salamu tolewa, wengine watakuja khutba yaendelea, wengine watakuja majamvi ya kunjo ndio hungia. Akishasaliwa sikuwahi, sasa itakuwa vipi? Kalale, sumbue akili hapa, nenda katafute godoro ulale. Wajua haya mambo ya kubembelezana na kujibu watu kivizuri, haya ndio ameleta. Mwambie mtu wazi, wewe umezembea ukapoteza. Ulikuwa wapi? Kuanzia alfajiri umekuja kuswali hapa. Kwa nini usiende nyumbani moja kwa moja ukaje uwanjani ukapiga takbiri? Umeketi kati ya nyaya, kuna huku kairembesha huku, ukitoka swala zimekwisha. Alafu ulize sasa itakuwaje? Itakuwa hivyo hivyo. Hakuna umuhimu, hatuoni umuhimu. Lakini wema waliotangulia walikuwa kijitokeza kwa wingi kuonyesha kwamba hili ni jambo tukufu, na matakbiri na mengineyo.
ni message hizi tuzitoa, atakayefuata fabiha wa ni'ma, atakayeziacha hapa basi atapambana na Mola wake jalla jalalu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin. واشهد ان محمدا خير الخلق اجمعين. كونوا عباد الله اخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا ان الله ينادي عباده المؤمنين فيقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان, sina ya zaidi ya kuongeza isipokuwa ni kuzingatia zile sunan ambazo zinatakiwa katika siku ya Eid tulizozieleza. Vile vile miongoni mwa sunna ni ukitoka katika Eid hii ya al-Fitr al-Mubarak usitoke bila ya kula. Unatakiwa ukitoka ule chakula, yani ule chochote, yani kuonyesha kwamba umetoka katika saumu ya Ramadhani. Na ni sunna kuja kwa njia nyingine na kurudi na njia nyingine. Hizi zote ni katika sunna. Na kutoa sadaka, kutembeleana katika masiku kama hayo, yote ni katika mambo ambayo sheria yetu ya Kiislamu imekuja kutuelekeza. Akhiran, kwa matangazo ya mapema tu, inshallah kwa msimamo wetu wa mwezi wa popote, siku utakapoonekana popote, sisi tutasali uwanja wa Makupa inshallah saa 2 kasrobo. Swala saa 2 kasrobo kwenye uwanja wa Makupa. Majamvi tunajitahidi kutafuta, lakini bado idadi naona inaongezeka, walillahi alhamd. Kwa hivyo tunataka ushirikiano kwenye majamvi, na wengine wakija waje na miswala yao ili kupunguza ile idadi ya wale ambao wanaoswali chini. Akhiran, nishuke mimbari hii nisiwaweke sana. Niko na mmoja katika wanafunzi wangu hapa madarasa, ana matatizo ya changamoto ya kimaradhi anaopitia. Kwa hivyo tumetengeneza kadi za 200. Al-Akh Yusuf anazo pale. Kwa unyenyekevu na waomba kwa mwanafunzi wangu huyu ambaye ni hafidh na anajitahidi katika kushikamana na kitabu cha Mola wake. Allah amempa mtihani, anatakiwa aende India. Gharama yake ni 1,000,000 na ni watu ambao hawajiwezi. Kwa hivyo kupitia njia hii tumesema tutawakal na masiku matukufu haya. Hizo kadi tukichukua kila mtu moja shilingi 200, hakuna 1,500, 200. Kuna pay bill pale, moja kwa moja utalipa, itatoka jina la yule mwanafunzi tumeliweka pale, ili baada ya Ramadhani inshallah aende akafanye matibabu. Shukran wa jazakumullahu khairan. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wansur juyush al-muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.